Kwanza naomba nitumie fursa hii kuwashukuru sana Watanzania wote kwa salamu mbalimbali wanazozitoa za pole na za kututia moyo wakati huu ambapo limetokea tatizo hili la kukatika kwa barabara ya kuelekea mikoa ya kusini. Tunaomba turudie tena kuwapa pole wenzetu wa mikoa ya kusini na Watanzania kwa ujumla. Na wapokee salamu za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za pole kutoka kwake binafsi, na amenipa maelekezo ya kwamba mimi na wenzangu wote hakuna kulala, ni kuhakikisha kwamba mpaka Watanzania suluhu ya jambo hili ipatikane. Nitoe ripoti kwa Watanzania ili wapate kujua nini ambacho kinaendelea katika eneo hili la Somanga, lakini vile vile na katika eneo hili la mto Matandu. Upande wa Somanga tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kwa njia ya dharura kuweka mawe makubwa, ambapo tumeweka mawe makubwa zaidi ya gari 100 tumeziweka pale kwa malengo ya kwamba maji yanaweza kuendelea kupita, lakini juu magari na yenyewe yapite. Na kwa maana hiyo jumla ya gari 230 gari ndogo zimefanikiwa kupita. Tulianza kuruhusu kupitisha magari saa 11:30 kuja saa 12 kamili asubuhi alfajiri ya leo, na mpaka sasa gari ndogo 230 zimefanikiwa kupita. Lakini pia vile vile tumefanikiwa kupitisha magari kwa maana ya mabasi ya abiria takriban 10 yamefanikiwa kupita, na hii inatoa idadi ya jumla yanayokwenda kusini na magari yanayoelekea Dar es Salaam. Kwa hivyo magari 10 kwa maana mabasi yamefanikiwa kupita pia vile vile. Lakini tumepitisha na malori ambayo yamebeba bidhaa mbalimbali, na hapa naomba niseme kwamba katika haya malori tulizuia zile semi trailers, lakini malori mengine fuso na mengine yaliyobeba vyakula, yaliyobeba bidhaa mbalimbali, tuliruhusu malori takriban 30, yakiwa ni pamoja na malori yanayofanya kazi ya kurescue yaliyo katika timu yetu sisi ya emergency. Kwa mfano malori yanayobeba mawe mazito makubwa, haya pia vile vile tumehesabu katika idadi ya malori, kwa sababu tunapitisha kwa mfano mawe makubwa yanatoka Dar es Salaam yanakuja Somanga, na mengine tumeyaleta mpaka hapa mto Matandu. Lakini vile vile kuna malori yanayotoka upande wa Kipatimu yaliyobeba mawe makubwa yanayokuja Somanga, na mengine yanayokuja hapa mto Matandu. Kwa hivyo hayo yameingia katika hesabu ya idadi ya malori tuliyoyapitisha. Kwa hivyo barabara ni kiwango fulani imefunguka, na ndio maana tumeweza kupitisha idadi hizo za watu. Na tunaona kwamba hapa sasa hivi Matandu tumetafuta mbinu mpya. Mwanzo tuliweka mataruma mataruma ya reli juu, lakini tumeona ili watu wawe comfortable zaidi tuweke mawe makubwa. Hivi sasa tunamalizia zoezi la kuweka mawe. Tukimaliza hilo zoezi la kuweka mawe, magari yote haya tutayaruhusu yaweze kupita, na kwa hivyo tutakuwa tumefanikiwa zoezi letu la emergency. Sasa nini mara baada ya emergency hii kufanyika, nini kitaendelea? Tunashukuru Mungu kwamba kwa sasa hivi mvua imepungua kiasi, lakini matarajio yetu ni kwamba tutaendelea kuimarisha hivi vivuko vya muda mfupi, na zile diversions zingine zote tutaendelea kuziimarisha ili kusudi hata kama itakuja mvua bado watu waweze kuendelea na uwezo wa kupita kuelekea sehemu mbalimbali za nchi yetu. Ninaendelea kuwahakikishia Watanzania kwamba serikali iko makini kwa ngazi zote, kuanzia maelekezo ya Mheshimiwa Rais, lakini pia vile vile na mkoa, wizara, vyombo vya ulinzi na usalama,
mpaka kijiji kinashiriki katika zoezi hili. Kwa hivyo niwahakikishie Watanzania ni kwamba tuko kazini.